Yes. Siku njema ni hii msikilizaji, leo tarehe 21 ya mwezi wa 3 2025. Oh, siku zinasogea kweli kweli rafiki yangu. Unaendeleaje? Upo okay? Unasema uko sawa. Sawa. Na nikupe pole wewe ambaye una changamoto za hapa na pale. Karibu sana katika ripoti ya leo. Tuzungumze maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica Franki huambatana pamoja nawe kila siku Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Popote ulipo unanisikiliza, asante. Asante kwa ushirika wako. Tupo na mkaso wa ndugu yetu anaitwa Rose. Tulianza siku ya Jumatatu. Ndio. Na jana kuna mahali tuliishia msikilizaji, na leo tutasogea mbele zaidi. Jana tuliishia ndugu yetu Rose akitueleza hatua ambayo wamechukua yeye pamoja na ndugu yake kumfuata huyu mwanamke, huyu bibi, huyu mchepuko, huyu mrembo. Tunaambiwa mtoto mdogo mdogo, binti mdogo mdogo, mrembo kweli kweli, walienda kumfuata. Hii inaitwa macho kwa macho. Bwana wewe achana na mume wangu, nimekufuata hii kwa mara nyingine. Nilizungumza na wewe kwenye simu mara ya kwanza, nimezungumza na kwenye simu mara ya pili, nimekufuata macho kwa macho. Naomba uniachie mume wangu. Alikuwa anawahi kurudi nyumbani, harudi nyumbani sasa hivi mapema au harudi kabisa. Naomba uniachie mume wangu. Akimsii huyu binti amuachie mume wake, lakini huyu binti kwa jicho la madharau kweli kweli anamwambia, unanitishia? Kwa hiyo mmekuja mnanitishia? Mnataka kufanyaje? Mnataka kunipiga? Mnanitishia? Na Rose anatueleza aliporejea nyumbani aliambulia kipigo cha hatari, huku mume akisema nataka tuachane, kila mmoja aendelee na maisha yake. Karibu sana msikilizaji, tusikie mengi zaidi. Haya ni maisha ya Rose. Maisha ya Rose ni maisha ambayo baadhi ya wanawake pia wako wanapita. Unahisi, sio tu kuhisi, una uhakika mumeo anachepuka na umeshamjua huyo mke anayechepuka naye. Una hali gani huko uliko? Hali yako ipoje? Mume arudi nyumbani na unajua analala wapi, na mchepuko ndo ana mpango wa kukuhamishia kabisa huyo mume, ambebe kabisa mazima. Unasema sisi tulianza naye, kuna wanajua hilo. Nimeanza naye from the scratch. Ulianza naye, lakini huko amenawili, tunamdaka na maisha yanaendelea. Si ndio mambo ya kimjini mjini? Haya bwana, karibu sana. Leo tusogee mbele zaidi msikilizaji, nami niko hapa. Rose anasema hii ni safari yangu ya maisha mimi Rose. Haya nimeyapitia mimi Rose. Nyakati hizi ambazo mume wangu yupo amesimama na anasema nataka tutalakiane, tuachane. Hauni sababu ya kuendeleza ya mahusiano. Amefika mwisho. Hana furaha tena na mahusiano na mimi. Namwambia mume wangu, kwa nini unafika hapo? Yaani kwa nini unanitamkia sentensi ngumu kama hiyo? Mahali tumetoka, leo unazungumza sentensi ngumu kama hiyo kwangu. Unasema tuachane. Nimekukosea nini? Ni wapi ambako nimekosea? Akasema sitaki discussion yoyote. Mapenzi yana mwanzo, mapenzi yana mwisho pia. Mahali nimefika mimi niwe muwazi, nimefika mwisho, nataka tuachane. Nakumbuka maneno ya mume wangu, aliniambia niko tayari kukuachia nusu ya mali zangu au chochote utakachokitaka. Nataka uhuru wangu, na tutaweka utaratibu mzuri kwa ajili ya malezi ya watoto. Unajua, najiuliza hivi mimi nimemfanyia nini huyu mwanaume? Unajua kuna maisha ya ndoa yamegubikwa na migogoro ya mara kwa mara. Hata sikatai kwamba migogoro ipo, lakini sio migogoro endelevu. Tunaweza tukapishana tu kwa namna moja ama nyingine kwa jambo fulani, lakini baadaye tukakaa sawa, maisha kaendelea. Hili la kusema mpaka kuniacha ni kwa sababu ya mchepuko, ni kwa sababu ya yule binti. Kwa yule binti kwenda kumwambia, ndo anasema labda muache huyu mwanamke. Umekuwa unaniambia hivi na hivi, kwa nini usimwache huyu mwanamke?
labda katishia kumwacha. Mwanaume huko kwangu anakuwa mbogo, anataka talaka, tuachane. Rozi anasema amezungumza, amemaliza. Nilimwambia ndugu yangu, unajua mambo ya ndoa huwezi kukashia na kila mtu. Utakuwa mpumbavu kama utashia tu na kila mtu. Yani wewe matatizo ya ndoa yako wewe kila mtu unamueleza, wote utakuwa unamwehu. Kwa sababu wakati wewe unaeleza mwenzako naye anaya kwake. Kwa hiyo na mtu ambaye nashia naye na ni ndugu yangu. Na naamini niko safe kwa sababu toka nimeanza kushare sijai kusikia habari zozote zikizungumzwa kwamba sio mimi napita kwenye changamoto ya ndoa. Yani nazungumza na mtu sahihi. Na ni mtu ambaye naye yuko kwenye ndoa na yuko kwenye ndoa muda mrefu. Niliumia sana. Rozi anasema mimi humwambia mwanamke yote ambaye anatoka na mume wa mtu, unamuumiza mke wa huyo baba. Mwanaume anaweza kukwambia sentence yoyote ambayo anaweza kukwambia, sijawahi kumpenda, nililazimishwa na katekista, nililazimishwa na mjomba wangu, unajua huyu mwanamke alinisaidiaga kwa hiyo ikawa no way out, nikamuoa, ni kama nilimuonea huruma. Unajua mwanamke nilimuoa kwa sababu alipata ujauzito na mimi sikutaka kukaa mbali na mtoto wangu, ikabidi tu nimuoe, sababu 1000. Lakini pale ambapo unakuwa na mahusiano naye, tena mahusiano ya kutaka kumuhamisha au awe wako umiliki, unamuumiza sana mwanamke mwenzio. Unamuumiza sana mwanamke mwenzio. Mimi nimeumia sana kwa sababu naamini sosi ya haya mambo yanatokana na yule msichana. Mimi naamini mabadiliko kwa mwanamke ni kitu cha kawaida, hasa mwanamke anapozidi kupata uzao. Siwezi kubaki kama nilivyo. Kwani wanawake wangapi wako kwenye ndoa na wana matumbo makubwa? Waume zao wanasema waache kwa sababu wana matumbo makubwa. Sasa tunafanyaje? Utamwacha mwanamke kwa sababu unajua huyu mimi nilimuaga akiwa kijana alikuwa na flat tummy, alikuwa na kashepu, sasa hivi amekongoroka. Kwa utamwacha kwa sababu amekongoroka? Hujui nimekongoroka kwa sababu gani? Si nimekongoroka kwa sababu ya watoto wazuri ambao unawaona na kuwafurahia. Hii ni akili kweli? Hii sio akili. Mwanaume mwenye akili timamu hawezi kuyazungumza hayo kwa sababu anajua sosi ya mimi kuwa hivi. Kuna mambo ya operation pia. Mtu unakuta umefanyia operation ya kwanza, ya pili, ya tatu. Mnakula sana. Yani unene ndo unakuwa kama fimbo yangu. Ni sababu ya huyo mwanaume kuniacha kwa sababu mimi sasa hivi nimekuwa sina mvuto kama ule mwanzo. Haya ni mambo ambayo yameniuma sana. Yameniumiza ndani ya moyo wangu. Ndugu yangu ananiambia, unakumbuka nilikwambia hapa mahali tumefika, mahali tulipofika, kete ya mwisho si ya kupambana na huyu binti macho kwa macho. Nikamwambia, unamaanisha nini? Akaniambia, mtu anatembea na mume wa mtu, atembee na mume wa mtu kwa nidhamu. Ahakikishe haya mahusiano yake anatoka na mume wa mtu yasijulikane. Yani mke asijue. Na hiki ni kitu ambacho yule mwanamke ndio inabidi akisimamie, ambaye anachepuka. Kwamba nisimpigie simu huyu mwanaume nyakati ambazo yuko nyumbani. Nisitume message, maana huenda mke wake akawa yuko na hiyo simu. Lakini pale mchepuko, wewe mpango kando, wewe ambako sasa unaona huru, unaona kama yule mume wa mtu ni single. Yani uko single, nipigie simu baby muda wowote. Baby, ukitaka kunipigia simu mimi 24 hours. Na unasema kweli baby wangu anasemanga nimpigie simu 24 hours. Mke vipi kuhusu mke wake? Yani wana migogoro, kwanza washatengana vyumba. Ndugu yangu akaniambia,
mwanamke ambaye ameamua kujionyesha kwamba mimi natoka na mume wako, halafu anajeuri pia na anakufanyia visa kwamba yule mwanaume akupige na yule mwanaume na akuache, huyo ameingia kwenye ulimwengu wa vita kubwa, na huyo hatutaki kumwacha. Nikamwambia tunafanya nini sasa? Akaniambia ambatana na mimi katika hiki ninachokiwaza, tumnyoshe huyo msichana. Na tunaenda kumnyosha. Nikamwambia niko tayari, siwezi kuacha ndoa yangu mimi, watoto 4, mtu aniache mimi sasa hivi, naenda wapi? Nimeshamzalia watoto 4, miaka yangu yote niko hapo, ninaenda wapi? Naenda kuanza wapi? Ananiambia atanipa share ya mali. Mali ni nini kwangu? Leo watoto wangu waanze kwenda kwa huku kwa baba, huku kwa mama, why? Akaniambia hilo limeisha, tuliza moyo wako, utaniambia hiki tutakachokifanya kitakuwa na majibu. Tusipambane tena na huyo mwanamke kwa sababu ni jeuri na ameamua kutukomesha sisi tutamkomesha zaidi. Sawa. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Rose katika siku njema ya leo. Asante kwa Tanzania Commercial Bank kwa kutupa nafasi nasi katika siku njema ya leo. Ndio, Rose anatueleza haya. Rose anasema namsikiliza ndugu yangu katika haya anayoyazungumza. Akaniambia kuna mtu mmoja atatusaidia hili swala. Ni nini? Ni wapi? Akaniambia ni mganga. Nikamwambia wa kienyeji? Akasema ndio. Unadhani kwa hapo ulipofika kuna lingine lolote la kufanya? Kama uko tayari unaweza ukakaa ukangoja uone mwisho haya mambo unakuaje. Nikamwambia twende, kama anaweza kasaidia mimi niko tayari, twende. Rose anasema wakati huo mume wangu huku, yani nikwambie, kaongea na mwanasheria, sijui ameshaongea na wale watu walikuwa wamenisimamia mimi, wametusimamia kwenye ndoa, yani hizo stage yani huko koshe kashaanza. Tulienda kwa huyo mganga. Na yakumbuka haya sana. Na yakumbuka haya nazungumza kwa jamii kwa sababu najua watu wanafanya mambo hawajui namna gani ambavyo wanawaumiza wenzao. Mimi nikwambie kwenye maisha yangu sijai kuchukua hatua kwenda kwa mganga. Sijai kuwaza kama kuna siku moja naweza nikaenda kwa mganga kwa sababu ya mwanaume. Lakini mume anauma. Kwa umri niliokuwa nao, mume anauma, anachoma kama pasi, yani moto unaungua mume anapouma. Wakati unayafanya hayo mwanamke, ujue kuna mwanamke anaungua, anateseka, anataabika, na anaweza akafanya chochote. Kwa mfano mimi sije kwenda kwa mganga, lakini leo naenda kwa mganga. Naenda kwa sababu gani? Naenda kutafuta msaada ili ndoa yangu irejee. Tumefika kwa mganga. Rose anasema nakumbuka maneno alioniambia mganga. Aliniambia unataka nini? Hata aliponiuliza nilicheka. Yani nataka nini? Nikamwambia mimi nataka waachane, amwache mume wangu. Akaniambia tulieni. Rose anasema tukatulia. Ni Rose. Sio Batuli, ni Rose, yes. Rose anasema tukatulia. Akafanya vitu vyake mganga. Akaniambia huyu mtu ni mzito kidogo, sio mwepesi. Kumrudisha yule mwanaume inawezekana, lakini itahitaji mapambano sana. Nikamwambia mapambano kivipi? Kwani anamroga? Yani kuna namna ambavyo anamfanyia madawa au nini? Akaniambia hajamroga, ni mapenzi tu. Mimi tukatazamana na ndugu yangu. Ni mapenzi?
hajamloga. Sasa kama hivyo unawezaje kusema kwamba mzito kidogo? Akasema yani huyo binti ni mzito kidogo. Nakimaanisha mzito yani kwamba sio mwepesi, kwamba unaweza ukaingia naona kuna uzito kidogo. Umejiandaa? Nikamwambia kujiandaa na nini? Kujua unataka nini na uko tayari kwa chochote nikikwambia kinahitajika. Ndugu yangu akasema si ndio maana tuko hapa. Ndio maana tuko hapa na mimi nakuamini. Angalia huyu mume umrejeshe, kama halogui sasa unashindaje kumrejesha? Mrejeshe, ndoa yake iko kwenye moto. Mwanaume anazungumza chochote anachoweza kuzungumza bila kujali huyu mtu, na ana moyo pia. Maneno hayo sio rahisi kufutika. Anazungumza tu chochote anaumia. Akasema sawa. Kweli pale akafanya dawa. Amefanya dawa. Akasema basi limeisha hili jambo. Unachotakiwa kufanya, kwenye malango yako mkiwa wote mmeingia ndani, mume wako ndo hajaingia, utaweka hii dawa. Sawa? Sawa. Nyingine utamwekea kwenye chakula. Hii ni awamu ya kwanza. Sawa? Nikamwambia sawa. Akaniambia huyu mwenzako ananijua, kwa hiyo sina wasiwasi. Tunataka mume arudi bwana. Atarudi. Kafanya hivyo kweli pale, tukatoa chochote, huwezi kaenda mikono mitupu. Tukatoa chochote, hakuniambia vitu vingi sana, sijui kwamba lete nini. Yeye niambia tunaanza hatua ya kwanza, kaweke hii, kamweke kwenye chakula. Rosie anasema na ndivyo nilivyofanya. Tukiwa tuko nyumbani, unaona kabisa familia sasa imeingia, wote tumeingia. Na mimi ndo mama nasimamia, wote wameingia. Hakuna mtu kutoka, anaingia ni mume tu ndo ambaye yuko nje. Rosie anasema na mimi nikamwaga ile dawa, nikamwekea pia kwenye chakula. Rosie anasema kweli mwanaume aliruka alipita kwenye ile dawa na alikula chakula ambacho mimi nimekiandaa pamoja na magomvi tuliokuwa nayo, lakini huyu mwanaume alikula chakula. Hofu yangu ilikuwa huyu mwanaume hata kula hata chakula changu. Yani kwa jinsi ambavyo amenichukia, hanipendi, hanitaki. Yani mpaka tunajadili na ndugu yangu, kwani mume wangu akiniona ananionaje? Unajua mpaka mtu unaenda kujitazama kwenye kioo. Ninachukiza kiwango hicho. Nimekuwaje? Nimekuwa ni fisi mimi? Nimekuwa ng'ombe? Nimekuwa mbuzi? Au sura yangu inabadilika? Mara inakuwa paka, mara inakuwa mbuzi. Sielewi. Lakini alikula kile chakula. Amekula kile chakula. Siku hiyo ambayo ni maalum nilimwandalia, kwa sababu sio kwamba aliporuka pale ndo nilimwandalia chakula. Kwa sababu ilikuwa ni usiku. Kwa nilimwandalia siku nyingine chakula. Na feedback yote nampa yule ndugu yangu. Vipi? Nikamwambia tayari. Nikwambie, baada ya kufanya hilo zoezi, nakumbuka zimepita kama siku 3. Huyu mwanaume alikuwa anazungumza kuhusu talaka. Yaani mwanaume kachachamaa. Ninapigiwa simu na wale wasimamizi, inabidi tufanye kikao. Kuna nini? Mbona mume wako anazungumza mambo mengi? Yani naambia sielewi mwenzenu, sielewi mwanaume kapatwa na nini. Ndio tunazidi kumuombea tu, hapana sielewi. Nakumbuka siku alirejea mapema na sio kawaida yake. Mwanaume mwenye mchepuko anakuwa busy, rafiki yangu. Mwanaume mwenye mchepuko ana excuse, my dear. Yani yuko busy hatari. Awaye kurudi nyumbani ili waje, ina maana akitoka yeye yuko na baby. Uko ana enjoy. Anaenda naye popote. Aende na mimi na ambapo nimekongoroka. Nimejinenepea mwisho wa siku, sasa hivi nimekongoroka. Aende na mimi wapi? Anaona ana watu baadhi yake. Sikia kai kurudi. Na mimi nikamwambia, mume wangu, vipi leo, unajisikiaje? Anajisikia vizuri. Hakuwa anataka mazungumzo na mimi. Huyo ni mtu ambaye alikuwa anakuambia akiniona tu nakwambia, nini mwanasheria, sio nini, nimeshaongea, nimekutana na mchungaji, nimeshaongea hapa, mimi nimefika mwisho. Siku hiyo hakuniambia sentensi yoyote. Sasa
Nikampigia chawa wangu, wewe hivi wanaendelea na mahusiano? Akasema na mimi nitaka kukupigia. Kuna nini? Akaniambia Shosti mjamzito. Nikasema unasema? Shoga ni mjamzito. Niko wewe, unawaanisha unachosema? Akasema kweli, ndo nilivyosikia hizo za chini chini. Shosti ni mjamzito, ni kutema mate, Shosti akigeuka, ni kufanya hivi vitimbu, ni kudeka. Mjamzito. Yani nikwambie, sikia mume wako anachepuka. Ukisikia mume wako amezaa nje, nikwambie kuna mwanamke ananielewa, unapata ganzi kutoka kwenye ubongo mpaka kwenye miguu. Kuchepuka ni habari nyingine, kuzaa nje. Yani nilijisikia ganzi. Nikaambia unanitania. Akasema nikutanie wapi? Ninakwambia ukweli. Nikasema mbona sasa huyu mume wangu kama hana furaha? Akasema hana furaha? Hana furaha. Akasema sasa hilo sijajua, labda wewe hilo ulichunguze, lakini mimi ndio taarifa nilizopewa. Ndio hivyo yani. Ujauzito unamsumbua. Nikamwambia unahisi inaweza ikaa na miezi mingapi? Akasema kwa namna hivyo msumbua, inaweza ikaa tena miezi 2-3, mimi nahisi. Nilichoka. Mume naye mpambania, kashampa binti ule mimba hivyo. Nikampigia ndugu yangu, nikamwambia yani sio tumechelewa. Akisema kwa nini? Yule binti ni mjamzito. Wewe hivi nyema binti kwa ameamua kumzalia na mume wa mtu? Nikamwambia ndio. Akasema sawa, tupange tuonane. Nikamwambia sawa, lakini huyo mwanaume unamuonaje? Nikamwambia simuelewi, yani tu hajaniambia habari ya labda anaendelea na mishemishi zake taratibu, kwa sababu alishasema amemaliza, yeye anafuatilia tu vitu vyake, mwisho wa siku anataka mambo yafike mwisho. Mbona sioni chochote kinachoendelea kuhusu hizo dawa? Akasema wewe huoni huyo ametulia? Unadhani katulia hivi? Na maana katulizwa akili sasa anaanza kufanya kazi. Kwamba huyu ni mke wangu, kwa nini nazungumza hivi? Hebu wewe tulia kwanza. Rosie anasema basi niseme nini? Nilitulia, tukakutana na ndugu yangu. Ndugu yangu akasema unajua hii ni hatari. Nikamwambia nafanya nini sasa? Akasema hutakiwi kuruhusu kitu kama hicho, tena kwa mwanamke ambaye jeuri kama yule, hutakiwi kuruhusu kitu kama hicho. Nikamwambia sasa ndo tunafanyaje? Akaniambia mtafute huyo msichana kwa mara nyingine. Huyu ndugu yangu ndivyo alivyoniambia. Mtafute huyo msichana kwa mara nyingine, nenda kampe warning tena. Akikataa, unakumbuka sentensi yule mtaalamu alisemaje? Unataka tufanye nini? Tutakifanya ambacho tutakiweza, ila tunampa nafasi nyingine kabla tujafika hiyo hatua. Nikamwambia na namueleza kuhusu habari za ujauzito. Usimwambie kama unajua, mwambie tu aachane na mume wako. Nikasema sawa. Akaniambia safari mfuate ofisini. Nenda pale pale ofisini kamwambie. Nikamwambia ndugu yangu, si ndio nitapigwa mimi mpaka nikalazwe? Yani niende ofisini, si nitapigwa? Hapana, siwezi kwenda ofisini, siwezi. Maana tu siku zile huyo mwanaume alikuwa mbogo, na si kwenda ofisini. Sitaki kuona kipigo kama kile. Unajua kile kipigo alinipiga sana. Akaniambia basi mpigie simu. Halafu ukiwa unaongea naye penda kurekodi mazungumzo yenu.
Kaambia sawa, mpigie saizi. Kweli nikachukua simu, nikapiga, nikarekodi tena kwa namba yangu. Nikamwambia najua una namba yangu, najua unanijua. Na huyu msichana alikuwa kati simu. Yaani kwamba amegundua nini wewe? Yaani kwamba ni mke wa yaani huyu mama ananipigia simu labda ahofie. Yaani anakuambia wewe unasemaje? Yaani kama kapepo yani. Unasemaje na kusikiliza? Haogopi chochote. Haogopi. Ile unakutana na mwanamke, huyo mwanamke anachepuka na mume wako anakuogopa. Anajificha. Unapiga simu anakata. Unapiga simu anasema, "Utakuwa umekosea namba, mimi mbona niko Tabora." Anazuga hivyo, yule azugi. Unasemaje? Nikamwambia unakumbuka hii ni mara ngapi nakupigia simu? Akasema wewe ndio una kazi ya kuzihesabu. Nikuulize wewe ni mara ngapi? Haya, awamu hii unataka nini? Ndivyo alivyoniambia. Nikamwambia awamu hii namaanisha uachane na mume wangu. Akaniambia kwa hiyo zile zote ulizokuwa unazizungumza ulikuwa umaanishi. Akaniambia hivi kwa nini usizungumze na huyo mume wako? Wanawake ninyi ni watu wa ajabu sana. Ili kwa nini usizungumze na mume wako? Unakaa unaniataki mimi. Kwa hiyo mimi ni mwanamke nimefuatwa kama wanawake wengine wanavyofuatwa. Nimefuatwa, nimeelezwa na nikakubaliana na hilo. Kosa langu ni nini? Kosa lako ni mume wako sio mimi. Nikamwambia sawa, kosa la mume wangu. Mimi nimekuja hapa katikati nimekwambia ni mume wangu. Unataka kusemaje? Unataka kusema na kusimama kwamba una haki ya kutoka na mume wa mtu kwa sababu umefuatwa? TikTok Capital E. Kama hujafika Kinondo. Yes, tunazidi kusonga mbele na kuyasikia haya. Ndugu yetu anaitwa Rose akiendelea kushare nasi katika siku njema ya leo. Rose anasema haya nimeyapitia katika safari yangu ya maisha. Hii ni simu ambayo tunazungumza naye kwa mara nyingine. Hesabu zile siku ambazo mimi nimepata nafasi ya kuzungumza kwa simu na huyu msichana, na ile mara moja ambayo nilimfuata face to face na nikaambulia kipigo kutoka kwa mume wangu. Alinishauri tuonane naye, yani ndugu yangu alishauri tuonane, lakini nikasema hapana. Kwa hiyo hii ni kwa njia ya simu. Haya ndio majibu alionipa huyo binti. Na sentensi moja alikuwa akiniambia inaniuma sana. Mapenzi yakifika mwisho kubali yamefika mwisho. Mapenzi hayalazimishwi. Naomba uniache. Kama wewe ulishindwa kumhudumia vizuri mume wako, kumtuliza mume wako, usitafute mtu ambaye amesababisha hayo. Ni wewe mwenyewe. Sawa. Nilimwambia asante. Nilimwambia asante mara 3. Hii rekodi, hii nilikuwa nimerekodi. Ninayo. Ndugu yangu akaniambia usilie kwa sababu nilitoka na machozi. Wewe tulia. Nikatulia, tukarudi kwa yule mganga. Tukamueleza, nikamsikilizisha ile sauti. Akaniambia anajiamini sana. Ndugu yangu akamwambia lakini huyu binti ni mjamzito. Ni mjamzito. Akaniambia basi kuwa na amani. Nikuulize swali. Unataka nini? Nikamwambia ameumiza sana moyo wangu huyo binti. Sitaki sio tu kuachana na mume wangu. Nataka apatwe na jambo baya. Na yakumbuka maneno niliyazungumza kwa kinywa changu. Nataka apatwe na jambo baya.
Huyo mtaalamu akaniambia, jambo baya vipi? Jambo baya vipi? Unataka apatwe na nini? Nikamwambia hata nisipomuona ni sawa, yani mume wangu asimuone popote. Ndugu yangu akanitazama, akaniambia, ni kweli, ni kweli, huyo msichana akiendelea kuwepo atakukosesha amani, na hatuwezi kwenda kumpiga, tutakuja kupigwa zaidi. Yule mganga akasema, limeisha. Umehisi ana ujauzito wa miezi mingapi? Nikamwambia pengine miezi 3. Akaniambia, unaweza ukasubiri, ukawa na uvumilivu ukasubiri. Nikamwambia, nikasubiri nini? Akasema, subiri hii mimba ikue, wala usiwe na wasiwasi, sawa? Iache hii mimba ikue, ifike miezi 9, wala usipate pressure. Alafu akikaribia kujifungua, kazi utaniachia mimi. Mimi nikamwambia, hapana, kwa nini tungoje? Kwa nini tungoje? Nimeingiwa na roho ya hasira. Ninataka nikwambie, unaweza ukasema mimi na roho mbaya. Sijajua kama na historia ya roho mbaya, ila niliingiwa na roho mbaya. Majibu ya huyo msichana yalinipa hasira, yani yalinipa hasira kubwa sana. Kwa nini ngoje? Ndugu yangu akamwambia, msikilize anachokwambia, usijali, tungoje, wala usiwe na wasiwasi. Nikamwambia, unajua kujua miezi ya ujauzito anayejua ni mama. Sisi wengine tutaangalia tumbo, tutakadiria, tutajuaje? Akasema, nitajua. Wewe kazi unayotakiwa kuifanya sasa hivi, nitafutie majina ya huyo msichana, nitafutie na jina la mama yake, leta hayo majina, kazi yote niachie mimi. Akaniambia, lakini kwa nini nakwambia ungoje? Kwa sababu kuna muda unatakiwa ufanye maandalizi. Hii kazi mimi sitaifanya bure kikawaida, kwa sababu ni kazi ngumu kidogo. Anda milioni 4. Tukatazamana na ndugu yangu, milioni 4? Milioni 4? Akasema, wewe umesemaje? Si umesema hutaki aonekane, si ndio? Au umezungumzaje? Nikamwambia, ndio. Hebu fafanua, ukisema hutaki aonekane, si ndio ulichomaanisha? Hapo na kazi mbili, nina kazi ya kutoonekana mama na kazi ya kutokuonekana hicho kiumbe, na kazi mbili nzito. Una milioni 4 tufanye kazi, una milioni 4 mimi siacha kukusaidia, niendelee kupambana, umpe huyu mwanaume dawa arudi. Lakini kama unaona sosi ya huyu mwanaume kuto kurudi nyumbani, hata hizi dawa tunafanya, lakini kuna mtu huko anamsumbua akili yake, hutaki kumuona, weka huo mzigo. Tukatoka nje na rafiki yangu. Rafiki yangu akaniambia, huyu akisema amesema. Pesa si unayo? Si uko na hela kwenye account? Unashinga kwenye account yako? Nikamwambia, haifiki milioni 4. Akasema, kopa, tafuta hela hiyo. Nikamwambia, nakopa kwa nani? Akaniambia, tafuta hiyo hela, muhimu sana. Hili jambo ni muhimu kuliko yote ambayo unaweza kuyahangaikia. Nikamwambia sawa. Tukarudi, nikamwambia sawa. Akaniambia niletee majina haraka. Mimi nikatoka nikampigia chawa wangu. Sasa niliambiwa, make sure usije ukajionyesha unataka sana majina, ongea naye tu kawaida hivi, kwani huyu mtu ni wa wapi? Yani mchote mtu taratibu, usiende moja kwa moja na ukamwambia vitu vyako. Nilimwambia, naomba tuonane. Huyu ndugu yangu
kuna undugu, japo sio ile karibu undugu. Na aliunganishwa kazi, amewekwa pale na mume wangu. Nikamwambia, yani msichana, hivi kwao ni wapi? Akanitajia, ana wazazi. Akasema, nahisi. Una uhakika? Unataka kujua nini? Aliniambia, unataka kujua nini? Nikamwambia, nataka kumjua. Nataka kumjua mtu ambaye anahatarisha ndoa yangu, nataka kumjua. Unaweza ukanisaidia nikamjua? Akasema, jamani, sasa mimi nitamjuaje? Nikamwambia, kuna vitu nataka kujua, nataka kujua kabila lake, nataka kujua wazazi wake. Akasema, unataka kwenda kuambia wazazi wake? Nikamwambia, yani nitafutie majina ya wazazi wake, mimi nataka wazazi wake niwajue. Kama ni kuwafuata niwafuate. Siwezi kukaa tu. Akaniambia, najua unavyojisikia. Haina shida. Mimi nitafuatilia kama ana wazazi, nitafuatilia vyote. Na nitakuletea kama ni namba zao nitazitafuta. Nikamwambia, utazipata wapi namba zao? Akasema, sina rafiki yake. Mimi waga naongea naye. Rafiki yake waga ananipenyezea nikiuliza. Kwa hata usijali, nitauliza. Ikawa hivyo, nikawa nangoja hapa nipate jina. Majina yake kamili ni rahisi kuyapata. Jina la mama yake ndio muhimu zaidi. Sasa nikwambie, ile dawa haikufanya kazi. Haikufanya kazi kabisa. Huyu mwanaume, yani sasa ndo anakaa siku 4 haonekani kabisa nyumbani. Akirudi, amerudi utakuta yani anarudi akiwa unajua mwanaume anarudi akiwa amefuliwa nguo huko na huyo mwanamke, kwa anarudi na nguo zake safi. Anaenda anaziweka, ina maana anabeba sasa hivi nguo. Yani una mume anakuja na begi, anachukua nguo chafu anapeleka kwa yule mwanamke anafua, anakuja anaweka nguo zake pale. Kwa hiyo hapa pamekuwa kama nini? Kisehemu chake tu cha kuzugia, kwa sababu kuna watoto, kwa sababu kuna nini. Na toka siku zile tumegombana na nini, ni kama yani ndio hivyo. Huyu mwanaume tumekuwa tunasumbuana sana, anipi haki kama mke. Hivyo ni vitu ambavyo nimekuwa nikivipitia. Lakini safari hii amechange kabisa. Naona labda huyo mwanamke kule anamwambia, baby, mimi na mtoto wako baby, mtoto anataka kukuona. Mtoto yuko tumboni, anatakaje kukuona? Jamani, nini michepuko, mtatutoa roho jamani. Niko huku mimi nimekaa na ng'ang'aa macho huko, mtu yuko busy tu na mume wangu. Rose anasema, nilizidi kufuatilia kupata hilo jina, lakini ilisumbua sana kupata jina. Aliniambia, nikwambie, yani nimepambana sana. Jina la mama yake sijapata. Nikamwambia, nikwambie, dunia ya leo unakosaje kujua? Akasema, sasa mimi nawezaje kujua? Nikamwambia, fuatilia. Yani fuatilia. Akanambia sawa. Ndio nimemwambia, nimemuuliza rafiki yake, anajua mama yake lakini hamjui majina. Nikamwambia, fanya unavyoweza. Akanambia, sijui kama hiki ni kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wangu, naona kama ile jambo ni gumu. Na mimi nikamwambia, ndugu yangu, tukampa taarifa mganga, kumpata jina la mama yake imekuwa ni changamoto. Watu wengine ni wepesi kushia, mamangu anaitwa fulani fulani. Kuna watu hawashii majina ya mama zao. Yani majina matatu, mamangu anaitwa hivi hivi. Kumbe kwenye kulogana huko, jina la mama ni muhimu. Kwa anamjua ni mama fulani, lakini majina kamili ya mama yake ndio alikuwa ni magumu kupatikana. Na yule mganga akaniambia, siku zinasogea, usiwe na papara, tutapata hilo jina taratibu, patafute hilo jina. Yani hakuna namna nyingine ya wewe kupata hilo jina. Yani lazima hiki kitu kifanyike, tupate hili jina. Mimi namwambia ndugu yangu, kama ameshindwa kumrejesha mume wangu kwa hizo dawa,
hicho tunachomwambia atakifanya. Akasema wewe, si unakumbuka alikwambia huyu binti? Si alikwambia kwamba anamweza. Wewe tulia. Wewe ulichotaka umemwambia, tulia. Hapo nikawa nimefanya process za kupata mkopo. Mkopo nachukua naenda kufanya nini? Naenda kuloga. Rafiki yangu, sio nachukua mkopo kwenda kufanya biashara nikanunue furniture ndani. Nachukua mkopo naenda kumroga mwanamke ambaye amenibebea mume. Na siku zinavyozidi kwenda mbele ndo nazidi kuwa na hasira. Namwambia huyu binti, inanili huyu cha wangu. Hiyo mimba imekuwa kubwa. Mimba imekuwa kubwa. Unaweza ukapata namna wakanipigia picha. Natumiwa picha. Huku kwenye ndoa yangu ni imekufa. Nimepambana kuita vikao, nimepambana na kwambia mwanaume amesimama hivi wima. Nimechoka, staki. Mapenzi yalazimishwi. Nimefika mwisho. Huyu mama ana shida gani? Ana matatizo mengi, ni mpaka hapa nimevumilia watoto wamekua. Sitaki. Shida ni nini? Anafanya nini? Umemfumania, ana kiburi, anakudharau, hakusikilizi. Kuna mambo gani ambayo mama anayafanya? Sielewi. Watu wanazidi kuongea naye. Natafuta mtu ambaye anaweza kuzungumza na mume wangu, hata mwenye maarifa mengi akamweleza mume wangu. Rozi anasema hatimaye ujauzito wa binti ulikuwa zile siku ambazo tulikuwa tunakadiria kwamba iko hivi, kweli lile tumbo limekuwa kubwa, na nikapata mafanikio ya kupata jina la mama wa huyo binti. Na unajua ile jina linatoka kwa nani? Kwa rafiki wa huyo binti. Ujue kwenye maisha tunaishi, una rafiki ana rafiki yake. Wakati unazungumza unasema huyu ni rafiki yangu, rafiki yako ana rafiki yake. Lakini ikawa faida kwangu, na mimi moja kwa moja nikapata hilo jina. Mganga akasema, kazi yako umeifanya, umekamilisha. Sasa kilichosalia ni hiki kilichosalia. We relax. Mimi nafanya kazi. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Rose. Nini kitatokea? Kwa nini haya Rose anatueleza? Karibu sana usikie mkasa huu mpaka tutakapokuwa tunahitimisha Jumatatu. Tutaungana pamoja na kusikia mengi zaidi katika safari ya ndugu yetu anaitwa Rose. Nikutakie usiku mwema. Naona watu wa michezo washaingia hapa, wako na kasi kweli kweli. Haya.